Hello kipenzi, it's your girl Jay. Sasa leo nilikuwa natamani sana niongee na wewe mtu ambaye huwezi kufanya vitu kwa ubora. Eti kwa sababu tu bado hujapata kazi ya ndoto yako au kwa sababu bado hujapata biashara ya ndoto yako. Idea. Kwanza tunataka tufahamu ubora wa mtu hauanzi kwenye kazi au ubora wa mtu hauanzi kwenye biashara. Ubora wa mtu unaanzia ndani yako. Huwezi kwenda kufanya kitu kwa ubora kama wewe mwenyewe ndani yako sio bora. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye au kizingatie sana, anza kujiimarisha kwanza wewe uwe bora. Kwani hiyo kazi ambayo wewe binafsi unaona hii kazi bwana mimi sitaki, hii kazi mbaya, hii kazi labda hainipi manufaa mazuri kama ile ambayo nimekuwa nikifikiria mimi kwenye kichwa changu. Hii itakusaidia sana. Ukianza kutengeneza au kujenga msingi imara wa kufanya vitu kwa ubora from the scratch kwenye hiyo kazi ambayo umepata sasa, itazidi kukupa nguvu zaidi. Hata ukienda kupata ile kazi ya ndoto yako ambayo unadhania wewe ukiipata ndio itakuwa perfect zaidi, utakuwa unaenda kufanya kwa ubora zaidi, kwa sababu ubora wako haujaanzia juu, ubora wako umeanzia chini. Kwa hiyo hebu tuepuke hizo zana za kusema kwamba mimi nilipo siwezi kufanya kitu kwa ufasaha, siwezi kufanya kitu kwa ubora zaidi, eti kwa sababu tu hii kazi mimi siipendi, kwa sababu tu hii kazi mimi sikuitaka, au biashara mimi siitaki, nataka tu nifanye tu kwa muda mfupi, baadaye niende kwenye biashara ya ndoto yangu. Trust me, hata ukipata hiyo kazi ya ndoto yako, hata ukipata hiyo biashara ya ndoto yako, still bado hautaweza kufanya kwa ubora, kwa sababu wewe unaonekana ubora hauko ndani yako, ila ubora upo kwenye kitu ambacho unafikiria wewe ukipata ndio utaonyesha ubora wako. Kwa hiyo inaweza ikakusaidia zaidi, ili hata utakapopata kitu cha ndoto yako ambacho wewe binafsi unaona kitakufurahia, uweze kupata vizuri, uweze kufanya vizuri zaidi. Mimi nilikuwa nafanya biashara ambayo haikuwa ya ndoto yangu, na kikubwa nilikuwa najaribu kufanya kwa ubora zaidi, nikiamini kwamba hii biashara ambayo sasa hivi naona labda si ya ndoto yako itanifungulia mlango, itanifungulia njia ya kuweza kupata ile biashara ambayo ni ndoto yangu. So nilikuwa nafanya biashara ile vizuri, kwa ubora, kwa nguvu na kwa jitihada zote, mpaka leo hii guess what kilichotokea, ile ambayo nilikuwa nafikiria labda si biashara ya ndoto yangu, nilikuwa napita tu, na ndio hiyo biashara ambayo mpaka sasa hivi niko naendelea nayo. Na biashara nyingine, biashara yenyewe si nyingine, ni biashara ya mayai. So kwa sasa mimi ukiniambia niame au niache, sitaweza kukusikiliza, kwa sababu nilishaona faida yake, nilishaona manufaa yake. Kwa hiyo hata ile biashara ambayo nilikuwa nafikiria nitakuja kufanya mbeleni, kwamba kwenye mayai tu nilikuwa napita, hizo fikra kwangu hazipo tena, kwa sababu nilianza kufanya vitu kwa ubora kupitia biashara ya chini ambayo nilihisi labda kwangu sio sahihi. Kupitia ile ubora nilikuwa naionyesha, ile jitihada nilikuwa naionyesha, mpaka leo hii naona kumbe ilikuwa ni biashara ni nzuri tu. Sikupaswa kuwa na fikra za kusema napita tu kwenye hii biashara. So wewe kipenzi, na kushauri chochote utakachokifanya, popote utakapokuwa, biashara yote utakayofanya, jaribu kufanya in a perfect way.